السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجه واكتفى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka swala na salam zimwelekee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, na kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kuhusu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefuzu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Muhadhara wetu wa leo utakuwa kuhusiana na maudhu mafuhumu ilmi siyasati shar'iyya. Hii ndiyo mada ambayo iandaa mara ya mwisho baada ya kubadilisha zaidi ya mara moja, wakati ratiba inapangwa na watu wa shura. Maana yake ni tutagusia nukta kadhaa kuhusiana na ufahamu wa elimu ya siasa ya kisheria. Katika maisha ya sisi Waislamu tangu huko nyuma, hukumu za kifikihi ambazo zinazotokea mara kwa mara katika maisha yetu tunazihitajia kuzitekeleza mara kwa mara, zimepata mvutano mkubwa katika zama baada ya zama. Kila ilipokuwa ikitoka zama kuja zama zingine, au kuja zama nyingine, wamepatikana watu ambao waliokuwa na ghuluu au jafaa, kuzidisha au kupunguza katika hukumu hizo, na sababu ni yale mawimbi ya kifikra ambayo yaliokuwa yakiusukuma na kuusumbua umma wa Kiislamu baada ya kuanguka kwa utawala wa Kiislamu, kwa maana ya khilafa, au kwa sababu ya kukinzana kwa nidhamu za kiulimwengu na hukumu za kisheria, hukumu za Kiislamu. Mkinzano ule na kutokukubaliana nidhamu hizi mbili ilifanya kupatikana mtikisiko mkubwa katika hukumu za Kiislamu.
na si katika upande tu wa siasa, bali ni katika upande wa dini kwa ujumla wake. Na mlango huo ni mrefu, kiufungua utakuta namna gani katika zama zilizotangulia ni vipi hizi sheria na kanuni na nidhamu za Kiislamu zilikuwa zikiporomoka katika jamii, ima kiitikadi au katika masala ya ibada, katika masala ya kiakhlaqi, sababu kuna msongamano, yani kuna mkinzano. Sheria inataka hivi na nidhamu zisizokuwa za Kiislamu zinataka hivi. Kwa hiyo Waislamu wakatofautiana baina yao kwa wao katika mambo ambayo yanahusiana na nadhariyati al-hukm. Nadhariyati al-hukm nakusudia ile mitazamo ya hukumu ambazo zilizokuwa zikitawala kwa wakati huo mpaka katika zama zetu hizi. Tunatofautiana na sio kwa Waislamu kutokana na mitazamo yao. Wakapatikana baadhi ya Waislamu ambao wao wanaona kwamba kuzifanya hukumu za kisheria ziwe zinaendana sambamba na ulimwengu wa sasa, ulimwengu wa magharibi, hili jambo ndio la sawa sawa, na ukipingana na nidhamu hizo wewe unaonekana umepitwa na wakati. Hilo ni kundi la kwanza. Kundi la pili, wakapatikana wale ambao wanaona kwamba tunabidi tubakie katika zile ijtihadati fiqhiyya ambazo ijtihadi hizo zilijengwa au zilipatikana kulingana na urfu ya zama na sehemu katika wakati huo wa zamani. Wakajitahidi waliokuwepo katika wanawachuoni wakati huo, basi hizi ndio ambazo tutakazobaki nazo, wala hakuna haja kwenda kuangalia zile adillatun qat'iyya ambazo zinakwenda na wakati kulingana na haja ilivyo. Kwa hiyo hapa kupatikana mpasuko baina ya Waislamu, na sehemu hii ikawa ndio sehemu ya hatari katika mlango huu, kama alivyosema Sheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika maneno yake, akiwa anaelezea umuhimu wa nukta hii au maudhui hii ya siasa sharia katika kitabu chake Turuq al-Hukumiyya. Akasema, wa hadha mawdhi'u mazallati aqdamin wa madallati afhamin wa huwa maqamu dhankin wa mutaraku sa'd, kwamba watu wengi wanapotea, wanateleza, wanakwenda katika misingi isiyokuwa ya kisheria, na hili eneo wameathirika na kuhiliki watu wengi. Na anaingia katika msingi huu au katika jambo hili bila kujua zile kanuni zake ambazo anatakiwa azitumie kabla ya kuingia katika mlango huu wa siasa, basi alitokea katika ukhawarij, alitokea katika fikra tofauti katika fikra ambazo zinatofautiana kabisa na msingi na mafundisho sahihi ya dini yetu ya Uislamu. Katika upande mwingine, hakuna kificho kwamba yule ambaye atakayeangalia hukumu hizi za Kiislamu ambazo zinahusiana na siasa tu sharia ambazo wanawachuoni wameziita kama al-ahkamu sultaniya au ahkamu al-imama, kwa wakati mwingine wakaziita siasa tu sharia, ambazo watu wanahitajika kuzisoma
hukumu hizi katika vitabu mbalimbali. Ibn Ya'la ameandika, al-Imam al-Mawardi ameandika kitabu al-Ahkam as-Sultaniya, al-Imam Ibn al-Qayyim kaandika Turuq al-Hukumiyya, na wengineo katika wanawachuoni kadima wameandika mambo haya, na wakawa wamebainisha yale ambayo yanayotakikana kwa mtu kuyajua. Kadhalika pia wakataja kwa kubainisha kabisa zile nusus ambazo zinazoelezea mambo haya. Kadhalika pia wakataja yale mambo ambayo hazikuja nusus lakini imekuja ijtihadati za wanawachuoni. Kadhalika pia wakataja yale mambo ambayo mustajaddat, an-nawazil wal mustajaddat, mambo ambayo yanazuka hayakuwepo kabla ya miaka 2 3 yamepatikana leo. Wameyataja hukumu zake katika vitabu hivi. Wamenhuna, kwa sababu hiyo sasa tukaona kuna umuhimu wa kuanza somo hili kwa kuelezea kidogo kuanzia taarifu ya siasa lughatan wa shar'a, kisha tuelezee kitu kimoja katika vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala tujalia na kutokana na muda. Awalan, maana siyasa الشرعية. السياسة لغة مصدر من ساسة يسوس، tukana masdar kutoka kwenye kitendo cha sasa yasusu, na hii ni mada ambayo ina maana zaidi ya moja. Miongoni mwa maana zake ni aljibilla walkhuluq والطبع. منه قول العرب الكرم من سوس فلان، يعني من طبعه. Ukarimu ni katika tabia ya fulani. Natumika neno sus katika tabia yake. Imekuja pia maana ya siasa kilugha alqiyamu ala shay'i bima yuslihuhu, kulisimamia jambo kwa hali ambayo baada ya kulisimamia utalifanya liwe zuri. ومنه قول العرب ساس الخيل إذا قام عليها بما يصلحها، ameongoza farasi pale ambapo atakapokuwa amemhudumia na kumsimamia, kumpa yale yanayompa afya, nguvu, uwezo wa kutembea kwa muda mrefu na mambo yanayofanana na haya. Kadhalika imekuja katika hadith Asma radhiyallahu tabaraka taala anha qalat kuntu akhdimu Zubaira khidmat albayt, nilikuwa namhudumia Zubairi huduma ya nyumba kama umewe. Wakana lahu khailun wa kuntu asusuhu falam yakun min alkhidmati shay'un ashadda alayya min siyasati alfarasi. Yote haya ni katika kuelezea maana ya siasa kilugha, kwamba ni kuongoza na kuhudumia na kusimamia. Ama neno siasa katika istilah, wanawachuoni wametofautiana katika taarifu ya siasa. Miongoni mwao kuna wale ambao waliofanya qasr katika neno alghilza, ugumu, kwa sababu kusimama ukawaongoza watu au kusimama ukaongoza mbuzi au ng'ombe unahitaji taghlidh ili uweze kuwaweka sawa sawa. Wengine wakaongeza at-taghlidhu fil uqubat, kama kukaza na ugumu huo uwe katika adhabu. Wengine wakasema hapana, siasa itakuwa na maana ya at-ta'zir. Ta'zir ni ile hukumu ambayo anahukumiwa mtu
ukiangalia hukumu hiyo haikuja katika hudud kule ndani ya kitabu wala sunna. Anajitahidi kiongozi kuona kwamba huyu anastahiki hili, basi anapewa kile anachostahiki kwa ajili ya kumweka vizuri na kumfanya afate utaratibu. Sasa taarifu zote hizi wanawachuoni wamezikosoa na akasema kwamba zina mapungufu, bali neno siasa, neno hili ni pana kuliko haya yaliyotajwa huko nyuma, kwa sababu siasa inaweza ikawa katika janibi ya mali za nchi, ambapo humo hakuna mambo ya taghliz wala adhabu. Nchi inafanya biashara na raia wake, raia wanafanya biashara na serikali yao, na nchi inapata na raia wanapata. Hii ni katika siasa, hakuna ugomvi. Kawekwa nidhamu ya kuchukua kharaji, kuchukua ushuru, hakuna ghilza, hakuna chochote. Utatoa pale unapofikia wakati wa kutoa, unabaki na chako na serikali inapata kile ambacho kitakachoifanya serikali iweze kusonga mbele. Na jambo hili limepatikana katika utawala Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Umar radhiallahu anhu alifaradhisha kharaj ala al-aradhi al-maghnuma, alifaradhisha kharaj ala al-aradhi al-maghnuma. Hii ilikuwa ni zile aradhi sawat kule Iraki na Sham ambazo zilichukuliwa kwa nguvu, na Umar akawa ameonelea kwamba ardhi hizi asisigawe kwa Waislamu kama ghanima yao, badala yake azizuie, kisha aweke kharaj kwa kila ambaye atakayechukua kipande cha ardhi aiendeleze, alime, atakachotoa kule ataapa serikali sehemu ya kile ambacho alichokitoa kama kharaji. Hii alifanya, wala hakukuwa na ugomvi wa aina yoyote. Kadhalika siasa inapatikana katika idara, mambo ya utawala wa kinchi. Nani awe kiongozi, nani asiwe kiongozi. Wakati huo anachaguliwa huyo, wakati huo anachaguliwa huyo. Huyo anatolewa, anaingia mwingine, kesho atakuwa sehemu nyingine, au achukua apelekwa pale. Ni katika siasa. Dalili ni kitendo cha Abu Bakar radhiallahu anhu hina ahida bil khilafati ila Umar radhiallahu anhu. Alipotaka kufa Abu Bakar alisema, mimi nikifa au khalifa atauchukua Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu. Hii ni siasa ambayo imepatikana katika mambo ya idara. Idara inaanzia juu, kuanzia kiongozi wa juu mpaka wa mwisho. Kadhalika Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu hina dawana ad-dawawin lama tasat riqat al-dawla al-islamiyya, alipoanzisha idara tofauti tofauti, au kwa sasa tunasema wizara tofauti, au tunasema vitengo tofauti tofauti. Akaandika hii ya wanajeshi, hii ya askari, hii ya hospitali, ya madaktari, hii ya kadha, na akawawekea posho zao. Hii ilikuwa ni siasa. Alifanya hivi baada ya kuona Uislamu umefika mbali na kukawa kuna hitajia waliokuwepo Madina wapate huduma kama vile ambavyo waliokuwa Sham wapate huduma, kama walivyokuwa Iraki wapate huduma, na maeneo tofauti tofauti. Haya aliyafanya Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu siyasatan. Kadhalika Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu alimtoa
Bwana mmoja alikuwa akiitwa Nasr ibn al-Hajjaj. Wanawake walifitinika kwa sababu ya uzuri wake katika mji wa Madina, mpaka kufikia kusikika mwanamke mmoja anaimba ushairi, hal min sabilin ila khamrin fa ashrabuha, hal min sabilin ila Nasr ibn Hajjaj. Hivi kuna njia ya kuweza kupata walau pombe ninywe, au njia ya kuweza kumpata huyu bwana anaitwa Nasr ibn Hajjaj? Umar akamwita yule bwana, akamweka hapo, akamnyoa upara, labda kubadilisha muonekano wake, lakini jambo lile halikuondoa ile fitna. Wanawake wakazidi zaidi na zaidi, na likamtangaza zaidi na zaidi. Akamchukua, akamtoa, akampeleka Basra, kaandika barua kwamba nataka nirudi huko, ndio nyumbani kwetu. Umar akamwambia, maadama mimi nipo hai, hautokanyaga hapo, tarudi kwenye utawala wa mtu mwingine. Kwa nini alifanya hivi? Alifanya kuondoa fitna kisiasa bila nguvu ya aina yoyote wala adhabu ya aina yoyote ambayo iliyopatikana kwake, bali kumuondoa ile watu wasiweze kufitika naye. Sasa tuseme taarifu ya siasa ambayo wengi katika wanawachuoni wameikubali, kama likitaja neno siasa, huwa ma sadara an ulil amri min ahkamin wa ijra'atin manutatun bil maslaha fima lam yarid bi sha'nihi dalilun khasun mutaayyin duna mukhalafatin lish-shari'ah. Arudia tena, siasa tuna siasa tushari'ia ni kile ambacho masadara an ulil amri, ni kile kilichotoka kwa kiongozi, amri au katazo iliyotoka kwa kiongozi. Na kiongozi hapa ulil amri anagawanyika mara mbili, al-hukamau wal-ulamau. Mahukamaha wanatoa hukumu za kisheria ambazo watu wanatakiwa wafate, na wasipofuata wataadhibiwa kutokana na sheria inavyosema. Ulama wanatoa fatawa ambazo fatawa hizi zinapokuwa zimethibitishwa, watu watatakiwa wafanye kama fatawa zinavyoelekeza. Kwa kila kilichotoka kwa kiongozi, ima alim au hakim, hiki ni siasa. Kisha akasema min ahkamin, katika hukumu za kisheria zote zile ambazo hazikuja ndani yake nasan sariha, dalili ya wazi. Hukumu za kisheria zote ambazo ndani yake hazikuja dalili ya wazi. Zikija dalili za wazi ndani ya hukumu za kisheria, hii haitwi siasa, inaitwa nini? Zinaitwa al-ahkamu al-fiqhiyya, hukumu za kifiqhi ambazo tunazisoma kila siku katika vitabu vya fiqh, ambazo zimekuja dalili zinazoashiria hiki ni haram, hiki ni halal. Au aqadiyya, hukumu za kiitikadi, sawa, ambazo zimekuwa dalili inaonyesha hili ni jambo la aqida ambalo Waislamu wanatakiwa walizingatie na walifuate, ambapo hukumu hizi mara nyingi huja dalili za wazi zinazoelezea jambo hili ni haramu, jambo hili ni wajibu, jambo hili ni mustahabu, jambo hili ni mubah au makruh wa mashabaha dhalik. Haya hayaitwi katika siasa. Wa ijraati, na ijraati ni mambo yanayohusiana tanfidh, mambo ambayo yanahitaji
mtu kutekeleza, ima kukataza au kuacha. Ambayo yanayohitaji kiongozi ndio ayasemee. Haya yanahusiana mambo haya yanahusiana nini? Inaingia katika mlango wa siasa. Watu hawataki kusema katika lile ambalo anatakiwa kusema ndani yake kiongozi. Anatakiwa wakae kimya, wamsubiri kiongozi aseme. Sababu kiongozi akisema kitu anakuwa tayari ameshatekeleza. Unaofuata ni utekelezaji kwa wale wasaidizi wake. Khasun mutaayyinun ijraatin manutatun bil maslaha. Yote haya yawe yamefungamana na maslahi. Yale ambayo yalikuwa hakuna maslahi hayaingii humo. Fima lam yarid bi sha'nihi dalilun khas mutaayyin, katika yale ambayo katika jambo lake hakuna dalili khas maalumu mutaayyinun ambayo iliyoainishwa. Wazi? Ambayo iliyoainishwa. Ikipatikana kwa mfano dalili ya kukatwa mkono mwizi, hii haingii ndani yake siasa wala hakuna jitihadi, atakatwa tu mkono shaa am aba. Mzinifu hukumu yake shaa am aba, na katika uharamu ni haramu, tutataka au hatutaki. Wazi? Kuiba ni haramu, kuzini ni haramu, akramakumullah iyana, na mfano mambo kama haya ya zina na asarika. Imekuja dalili mutaayyin inayoelezea kadha hukmuhu kadha, wala taqrabu zina asariqu wasariqa, na mfano wa haya duna mukhalafatin lisharia, kwa sharti kwamba jambo hili lisikhalifiane na nini, na sheria. Hii ndiyo maana ya siasa tu ash-shar'iyya. Hii ndiyo maana ya siasa tu shar'iyya, ni kile kilichokuja ma sadara an ulil amri min ahkamin wa ijraatin manutatun bil maslaha fima lam yarid bi shanihi dalilun khasun mutaayyin duna mukhalafatin lisharia. Ama maudhu ya ilmu siyasa ash-shar'iyya huwa tasarrufat awliya'il umur, ni yale matendo ya wale viongozi. Maudhu ya elimu hii inazunguka kwenye yale matendo ya viongozi, wa af'alul mukallafin, na matendo ya wale watu wanaoongozwa ambao ni mukallafun, allati lam yarid fiha nasun shar'iyya, ambayo hakujaingia au haijapokelewa katika matendo hayo dalili ya kisheria. Na hapa katika nukta hii ndio utaona kwamba siasa tu shar'iyya ni somo linalotoka katika elimu ya fiqh, somo ambalo linatoka katika elimu ya fiqh, ambayo elimu hii kila Muislamu anatakiwa awe nayo walau nukta chache, kama jinsi ambavyo ulikuwa na elimu wewe ya kuswali, kufunga, kwenda haji, na elimu ya kutoa zaka. Tulikuwa tukisomesha riba hapa, muhadhara uliotolewa jana kuhusiana mambo ya buyu almanhiya anha, na hii anatakiwa uwe nayo ili usije ukafanya kile ambacho hutaki kufanya. Alitakiwa kufanya kiongozi. Usije ukakataa kile ambacho hukutakiwa kukikataa, ulitakiwa ukikubali. Na ikafunguka milango mingi ya watu kutoka chini ya taa ya viongozi kwa sababu ya kutaka kubishana na watawala wao, kafikia mgongano, mvutano, mpaka kapatikana baadhi ya mambo ambayo yasiyohimidiwa katika sheria yetu ya Uislamu. Hiyo ni maudhu. Ama thamaratuha, matunda, thamarat ya elimu hii, siasa laha thamaratun adida. Siasa laha thamaratun adida. Siasa na matunda mengi, natija
na ina faida nyingi. Watu wanapokuwa wanaifahamu na kuendana na vile ambavyo vinavyotakikana katika siasa, kuna islahi ar-ra'iyya, fa inna al-imama yajibu alayhi an ya'khudhahum bil hasmi idha dhahara minhum at-tamadi fi al-batil. Ndani ya siasa kuna kuwatengeneza raia, watu milioni 20, 30, 40, 50 katika baadhi ya nchi 60 wanaongozwa na mtu mmoja. Haiwezekani watu hawa wawe na fikra moja, watakuwa na fikra tofauti tofauti, tabia tofauti tofauti. Kwa hiyo kupitia ile nyenzo ambayo anayoitumia yule kiongozi ambayo ndio siasa, huyu atawaelekeza nini cha kufanya. Wasipokubali yaakhudhuhum bilhazmi, atawachukua kwa hazm, kwani kwa serious, na kuwaongoza na kuwapeleka kule ambako kuna maslahi yao ya dunia na akhera. Na katika jumla ya mambo hayo, jumla ya kuwatengeneza, mfano wake ni kauli ya Umar ibn Abdul Aziz, anasema tahduthu linnasi aqdiyatun biqadri ma ahdathu min alfujur, mambo ambayo yanayopatikana kwa watu, kadhaya hizi mbalimbali yanapatikana na kutokea mambo haya kwa kile kiwango ambacho wao wamefanya katika uasi na uovu. Nguvu ya kiongozi inakuja kulingana ule uovu na uasi wa wale watu, ili waweze kurudi sawa sawa. Haya maneno ya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Kwa kiongozi atasimamia hilo, watu wachache wasipotezi maslahi ya watu wengi, na hawa watu wachache wenye hali hizi hawezi kukosekana. Tangu kipindi hicho Sheikh wetu Sheikh Abdul Fadhil, Allah amehifadhi, anakuwa akielezea kisa cha Uthman, kufa kwake. Haya mambo yaliyomtokea Uthman, ukiacha ule utawala mkubwa wa kinchi, misikitini mwetu yanatokea mambo haya. Ule utawala tu kwamba huyu ni imamu, huyu muadhini, huyu kadha, huyu shekhe, huyu kadha, yanatokea mambo haya. Yanaweza katokea pia katika uongozi tofauti tofauti, kila mmoja anataka hili. Akiona mambo yamekaa vizuri, anataka aingize fitna, aingize ushawishi ili watu waweze kuvurugikiwa na mambo yao. Kwa utawala na uongozi unasimamia yale mambo kulingana na vile ambavyo wale wanaoharibu wamejitahidi katika juhudi hii. Miongoni mwa thamarati za siasa sharia, tasiru umuri lidawlati dakhiliya, kuyaendesha mambo ya nchi, mambo ya ndani ya nchi, kama vile kutunga au kutengeneza kanuni. Kitabu na sunna vipo, dalili zake ziko sarihi, ziko wazi, lakini kuna baadhi ya mambo yanahitajia kutengeneza kanuni kulingana na maslahi ya umma husika katika wakati huo. Na naweza kutolea mfano, tunatembea barabarani, kuna hizi dawar roundabout, si ndio? Fika pale unatakiwa uende kulia, uende kushoto, uende kushoto. Ukienda kulia umekosea, na ukienda kulia siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, ima utakufa wewe au kuvunjika au kuua mtu mwingine au kumvunja mtu mwingine. Haya mambo ukiyatafuta katika kitabu, aya ambayo imekuja wazi kueleza hili hamna. Katika sunna, aya ambayo imekuja kueleza wazi katika hili hakuna. Lakini mambo haya tunayaona na tunayafanyia kazi. Haya yanaingia katika mambo ya siasa, kutengeneza andhima ambazo zinahifadhi maslahi ya watu na hifadhi nafsi za watu. Kadhalika pia kutengeneza
mambo ambayo yatakayoendesha mambo ya nchi au dola nje ya nchi ile, nchi husika, nchi ya Kiislamu kuwa na mahusiano na nchi isiyokuwa ya Kiislamu wakati wa amani na wakati usiokuwa wa amani. Zinatengenezwa nidhamu ambazo kwa wakati huo zinahitajika zifanye kazi, na wakati wake ukiisha wanatengeneza nidhamu nyingine. Haya yanasaidiwa na mambo ya kisiasa na katika thamarati zake. Kwa ila ingetokea katika dunia hii fujo, kila mmoja akiwa na ugomvi na nchi nyingine anataka kulazimisha wewe kufanya kile ambacho mchokubaliana jana. La, jana tulikubaliana hiki, lakini muda umekwenda, kutokana na kadhia hii tunabadilisha kanuni ile, haifai kutumika wakati huu. Kadhalika pia katika thamarati za siasa, ilmu siasa, ithbatu anna shari'ata salihatun likulli makanin wa zaman, kuthibitisha kwamba sheria inafanya kazi wakati wote na sehemu zote. Kwa nini? Lianna alhawaditha walwaqa'a la tantahi, kwa sababu matukio hayaishi. Kila siku yanatokea. Wa nususu sharia mutanahia, lakini nususu za kisheria tayari zilishakamilika. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hakuna kitu kipya kitakachokuja katika kitabu wala sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lakini haya matukio yanakuja kila siku, muda hautoshi. Lakini nyinyi kila mtakavyoishi, yale uliyoona mwaka jana, mwaka huu hutayaona, utaona mengine mapya. Mwakani tena hujayaona, utaona mengine mapya. Na haya watawala wanatakiwa wayasimamie katika njia ambayo itakayotengeneza maslahi kwa wale raia. Kadhalika pia katika thamarati siasa, siasa ndio ambayo inayotengeneza njia kwa jamii ya watu fulani kupata maendeleo. Yaani siasa ikiwa bora, wale watu wanapata maendeleo, wanaamka. Watu wanapowavuruga watawala kuingiza matamanio ya nafsi zao, wanarudisha nyuma maendeleo. Kiongozi anapokuwa na nafasi akawa moyo wake hauna dhiki, anaweza kufikiria mambo mengi na kuona namna gani ya kuweza kuendesha nchi. Na watu wanapoingiza yale yasiyofaa kwa kiongozi anakuwa na dhiki, mambo yanarudi nyuma. Tashughulika kwanza na kuwazuia hawa kabla ya kuendelea na jambo lingine. Hili ni nukta pia katika zile thamarati za siasa tu sharia. Ama elimu hii inanasibishwa na nini? Nimesema huko nyuma inanasibishwa na elimu ya fiqhi, na fadhila ya elimu hii, ubora wake ni ubora wa elimu ya fiqh. Kama jinsi ambavyo elimu ya fiqh tunaiheshimu na tunaitanguliza, basi na elimu ya siasa sharia pia inatakiwa itangulizwe na kuheshimiwa, na walioiweka elimu hii ni ulamao al-fiqh. Haya, elimu ya siasa sharia, tunapokuwa tunataka kuifanyia kazi elimu hii, tunategemea kwenye vyanzo vipi? Tuna vyanzo vya aina tatu. Chanzo cha kwanza, almasadiru almujma'u alaiha, ambayo ni kitabu wa sunna, alijma' wal qiyas. Taikuta humu siasa sharia ndani ya kitabu na sunna, ijma' na qiyas. Chanzo cha pili, almasadiru muttafaqun alaiha inda jumhuri alfuqaha, ambao wameafikiana lakini wametofautiana baadhi, lakini kauli ya jumhur wakataja hizi nne: almasalih almursala, alurfu, saddu dhara'i, alistihsan. Haya ni marejeo ambao tunapokuwa tunataka kurejea kwenye mambo yanayohusiana na siasa, tarejea hapa.
na hasatan tunapokuwa tunaongelea siasa, sehemu kubwa tutazunguka sana kwenye hizi nukta masalihul mursala. Hizi masalihi ziko tatu: kuna mursala, kuna mu'tabara na mulgha. Mu'tabara hii si mlango wake, naingia kwenye mambo ya dharuriyati, tahsiniyati, hajiyati. Masalihu almulgha, sheria imekataa mtu akisema anataka kujiua, kujinyonga sababu anaumwa maradhi ya siku nyingi, anataka apumzike, au ana madeni yamemzidia jiwe ili aweze kuyaepuka, maslaha ambazo zimepuuzwa na sheria. Wala tulqu biaidikum ila tahaluka, na aya nyinginezo nyingi zinazoashiria hii. Masalihul mursala, hizi masalih ambazo sheria imeziacha, haikuzihalalisha wala haikuziharamisha. Mambo ya siasa yanaingia sana humo, wazi, ambao mlango huu pia ni mlango mpana sana, ambao katika muda mpaka sina dakika ngapi? Niambiwe muda ili niweze dakika 5. Wazi ya jamaa. Kadhalika alistihsan, na yenyewe pia ukiingia humo kadhalika pia utakutana na vitu vingi. Lakini kuna masdari ya tatu ambayo ni alkhibratu albashariya, uzoefu. Sasa lilitokea mwaka fulani, limetokea mwaka huu, tunalisoma kama lilivyotokea wakati ule. Kisiasa inaruhusiwa. Kisha hukumu ya kufanyia kazi siasa. Je, inafaa kufanyia kazi siasa tasharia? Naam, yajuzu. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، مجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها ولا مصلحة فوق ما تضمته من المصالح، تبين أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من أحاط علما بمقاصدها ووضعها مواضعها وحسن فهمه فيها لم يحتج معه إلى سياسة أخرى البتة فيها. فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر فهي من الشريعة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. كما ameyataja al-Imam Ibn al-Qayyim katika at-Turuq al-Hukmiyya, maneno mazuri sana yanayoonyesha umuhimu wa kufanyia kazi siasa ambayo imekaa katika adala na uadilifu, ambayo inawafikiana na sheria ya dini yetu ya Uislamu. Ama majalatuha, maeneo ambayo utakutana na siyasatu shar'iyya. Almajalu alawwal almasailu aljuz'iyya allati la tajidu laha dalilan khassan sariha yadullu alayha wala aslan yumakkinu qiyasuha alayhi wala aslan yumakkinu qiyasaha alayhi, وحينها تستنبط لتلك المسائل أحكاما تتحقق فيها المصلحة بطريق أقره الشرع. Haya ni maeneo ambayo utakutana nayo, ambayo maeneo haya
utakutana masail za kisiasa. Tunasema ni masala juz'iyya ambazo hutokutana na katika masala hizo hutokutana na dalili maalum inayohusiana na masala hiyo, ambayo dalili iliyokuwa sarih. Inaweza ikawepo dalili lakini inatokana na ijtihad, inaweza ikawepo dalili lakini inatokana na istihsan, salih almursala, saddu dhari'a, au al-urfu, au zile khibratu albashariya na mfano wake, ambapo mimi na wewe katika jambo hilo hatuna nafasi ya kuingiza mkono wetu. Linapotokea ni kiongozi ndiye ambaye atakayehukumia jambo hilo, atakayekuja kueleza na kufafanua atakuwa ni alim min ulama'il umma, kusherehesha masala ile ipo vipi katika sheria ya Kiislamu. Unapotaka kuingiza fikra zako, unapotaka kuingiza matamanio yako, unajikuta unaingia katika shida, katika matatizo ambayo kimsingi kama ungelifahamu jambo hili, matatizo haya ambayo yaliyokupata yasingelikupata, sababu umeingia katika jambo ambalo lisilo kuhusu. Sehemu ya pili tamalizia kwa kuelezea siyasatu ash-shar'iyyatu ad-dakhiliyya, ambayo siyasatu ash-shar'iyya ad-dakhiliyya, siasa kisheria ya ndani, inaelezea vitu vingi. Katika vitu ambavyo inaelezea cha msingi hasa ni zile alwilayatul amma, zile idara za ujumla katika siasa. Kadhalika pia mafuhumu alwilayat, ufahamu idara zile zinazofanya kazi. Kadhalika maqsudu alwilayat alamma, makusudio ya idara zile za ujumla ambazo zinaanzia kuanzia kiongozi wa juu, mfalme au rais au mfano wake, mpaka wa chini, ambapo kuanzia mtu wa juu mpaka wa chini kuna watu wengi ambao wanakamilisha hizi wilayati, ambapo tutapata wilayatul madhalim, tutapata wilayatul qada, tutapata alwilayatud diniya ka wilayatul imama, wilayatul khitaba, wilayatul hajj wal umrah. Wilayatul madhalim kwa nchi zetu hizi tunaweza kusema ni watu wa watakukuru, wale ambao wanaangalia watu wanaokula rushwa. Huyu amedhulumiwa na mwenzake, anakwenda kuwaeleza hawa wanafuatilia lile jambo. Wilayatul qada, masala ya kimahakama. Kama katika mambo ya dini kuna wilayatul imama na wilayatul khitaba, mambo ya khutba, wilayatul hajj wal umrah, ambao hapa anaweza akaingia waziri, anaweza akaingia mudiri au meneja au nani, ambazo zimepangwa hizi. Kadhalika kuna wilayatul mal, idara ya mali, mbona yenyewe inaanza huko juu mpaka chini na ina vitengo tofauti. Wilayatu sadaqat, wilayatu alfai wal ghanaim, wilayatu aljizya wal kharaj wal ushur, wilayatu alhima. Haya yote katika siyasatu shar'iyya
mtu anatakiwa ayafahamu. Ukiyafahamu mambo haya utaheshimu hizi tawala na utajua kwamba sheria inazifahamu na inazikubali, na kila kitakachokuja kutoka huko kwenye tawala hizo, wajibu kwa wewe kama Muislamu ambaye unatekeleza sheria za Uislamu, katika sheria hizo ni kukubali yale ambayo yanayotoka katika tawala hizo. Na katika mlango huu wamekosea watu wengi, Tana mtu anasema mimi silipi ushuru, wazi, anakwepa ushuru. Anasahau kwamba kukwepa ushuru kuna khalifiana na sheria ya Uislamu, kwa sababu kuna mtu amewekwa pale kwa ajili ya kukusanya ushuru, na yule ni mtawala, anatakiwa asikilizwe na atiiwe katika kile anachoamrisha. Ukifanya hivyo unakhalifu ile aya, atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amr minkum. Kwa sababu hizi sehemu ni sehemu ambazo zinawekwa na kiongozi wa juu kwa ajili ya kumsaidia namna ya kuendesha nchi yake, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ametuamrisha kufanya hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ametukataza pia kuenda kinyume na watawala. Kwa katika kuwasikiliza watawala na kuwatii watawala ni kutii hizi tawala ndogo ndogo ambazo ziko chini, na kufanya vitu kwa uwazi, kufanya vitu kwa uadilifu. Masala haya yanaingia katika siasa tu sharia. Kadhalika pia wilayatu dawawin, hivi ni vitengo kama vile diwanul habs, kuheshimu askari wale ambao wanahusiana na mambo ya magereza, waljund, kuheshimu wanajeshi. Kadhalika pia kuheshimu wafanyakazi tofauti tofauti ambao watu wamewekwa katika ofisi zao. Kuna wizara mbalimbali, wizara ya kazi na wafanyakazi, wizara ya mambo ya fedha, hawa waheshimiwe. Na hali maisha yetu ambayo tunaishi nayo, vile tutakavyokuwa, utahitajika mwisho wa mwaka uende ukalipe huku, mwisho wa mwaka ukaonane na idara hii, mwisho wa mwaka uende ukaonane na idara hii. Katika siasa tu sharia utakutana na mambo haya, yapo yameelezwa wazi, na wewe Muislamu utakayotekeleza. Ukishindwa kufahamu haya kwamba ni katika mambo ya kisiasa, tuna sheria inakuruhusu na inakuamrisha kuyatekeleza, hapa kunapatikana khalal, patikana wabishi, patikana watu ambao wanaona kama kutekeleza hili ni katika dhulma. Mtu anajipangia kwamba kiwango ambacho nataka mimi nilipe ni hiki, na hiki kilichopangwa ni kikubwa, kwa anaanza kuanzia juu mpaka wapi? Mpaka chini. Wapo watu wasiolipa umeme, wanaona kwamba hii luku ya 1250 hii haifai, hii ni kubwa, tunataka tulipe 500. Ukikataa kulipa luku, maana yake tayari umemwasi kiongozi, umeanza kumwasi yule kiongozi aliyeko katika idara hiyo, kafuata yule aliyoko juu yake mpaka kufikia kwa kiongozi mkubwa ambaye ndiye ameweka ile idara, amechanganua namna gani zitakavyofanya kazi, na vile ambavyo tutakavyokubali na kutii, basi tutakuwa tunafanyia wepesi, na utaiona nchi inakwenda vizuri, mambo yake yanakuwa mazuri, maendeleo yanapatikana. Ndio maana viongozi wanahusia sana watu kufata kanuni na kufata sheria ambazo zilizoweka. Uislamu umetangulia katika haya na umetuongoza sisi Uislamu, na mtasema kwamba hizi wizarati au idarati katika mambo yaliyozuka tu. Hapana, si katika mambo yaliyozuka, bali yanazingatiwa na kufahamu na maelezo katika Uislamu kupitia elimu hii ya siasa tu sharia. Lakini pia kuna wale ambao wanaiba wezi, watu wafujo, watu kutaa tariki, wenye kuzuia magari njiani, wazi,
wenye kubaka na mfano wake. Kuna wilayatul jaraim ambayo hii inahusiana na kesi za jinai, yale makosa makubwa makubwa. Kikamatwa hata kama ni mjomba wako kaishafanya kosa, usitoke nje ukaandamana, lazima achiwe fulani, achiwe fulani. La, hizi zimewekwa katika siasa, katika sheria ya Kiislamu, siasa tena, kwamba kama hatutauzuia huu ufisadi na ufanya huyu, kesho itaonekana kama jambo la kawaida. Hakuna mtu atakayeweza kupita na shilingi 10 yake, shilingi 200 yake, watatazulumiana mali zao. Huyu atachukua mali ya huyu na huyu atachukua mali ya huyu. Kwa vikawekwa vitengo maalum kwa ajili ya kuzuia jambo hili, zikawekwa aina za kesi tofauti tofauti, na ndani ya zile kesi, zile nidhamu za kesi ya aina hii za tofautiana na nidhamu za kesi ya aina hii. Kesi ya jinai tofautiana, mambo ya biashara, mambo ya kadha, mambo ya kadha. Haya sheria yetu ya Uislamu imeeleza. Mimi naeleza hivi ili tutoke hapa tukiwa tunafahamu ya kwamba baadhi ya mambo ambayo tunayaona katika maisha yetu yakiwa yanazunguka na Waislamu kutokujua, baadhi yao wakawa wanahisi kwamba ni mambo ambayo wao wanatakiwa waingie. Mambo haya yanatofautiana kabisa sheria ya Uislamu, bali sheria ya Uislamu inayakataza. Hata kama jambo litakuwa linakuhusu nafsi yako, maadamu umetuhumiwa, basi inabidi ufike. Kama ni mahakamani, uende ukaeleze, utoe ushahidi wa kile ambacho unachotuhumiwa. Albayinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara. Isimamishwe pale kesi yako, isikilizwe, ujieleze. Usianze kumlaani kiongozi siku tu ulipoonekana kwamba labda ulikuwa na kosa. La, sheria ya Uislamu haipo hivyo. Sheria ya Uislamu imeweka masala haya katika Qur'ani na katika Sunna. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yu'ta an-nasu bid'awahum ladda'a rijala dima'a qaumin wa amwalihim walakinna al-bayyinata 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara, au kama qala alayhi salatu wassalam. Ni kaida. Lau kama watu wangepewa kwa madai yao, watu wangedai damu za watu na mali zao. Wewe bwana nakudai, wewe bwana umemuua mzazi wangu, wewe ndio uliosababisha kadha wa kadha. Lakini kiweka kanuni, ukituhumiwa unapelekwa mahakamani. Ukishapelekwa mahakamani, inasikilizwa kesi, unashinda. Kama haupo, kama kesi ile haikuhusu au hauna makosa, utashinda. Lakini lazima usimame pale na usichukie ukasema kwamba hii ni dhulma au kadha. Wale wanaosema kwamba kesi ni sehemu ya ukandamizaji wa serikali fulani, ni mtu aposhtakiwa ni sehemu ya ukandamizaji wa ile serikali iliyomshtaki mathalan, jambo hili la makosa linakhalifiana na kanuni na sheria za Kiislamu. Kadhalika kuna wilayatul hisba wa raqabatul amma, hii tuiache. Na kutokana na muda niishie hapa. Lakini nukta hizi zinahusiana elimu ya siasa ni nukta nyingi, sababu ni msomo kabisa. Mtu anatakiwa ingie darasani asome. Tumeishia kwenye kupelekwa mahakamani, lakini kuna masala yanahusiana na nidhamu ya hukumu. Masala yanahusiana na namna ya kumchagua kiongozi, haki zake, wajibu wake, wajibu wa mahkum, raia, alaka baina alhakim walmahkum, mahusiano baina nchi na nchi ya Kiislamu na nchi isiyokuwa Kiislamu, kama ila dhalik, mambo ambayo yanasaidia mtu kifahamu haya, ule ususuavu unaosababishwa na jahala na ujinga unaondoka. Na hili tunaliweka kwa vijana wetu wa kisalafi, na kwa vijana wetu wa kisalafi, fahamu jambo hili, fahamuni elimu hii. Epukeni sana mihemko ambayo mnayoiona kwa barabarani.
zingatieni sana miongozo na kanuni ambazo imewekwa katika sheria. Hii ndio ambayo mtu anatakiwa aifuate, na pale ambapo utakapokuwa umeshindwa kulitohoa jambo, basi rudi kwa duati na mashekhi, watakufafanulia, watakuwekea wazi biidhnillahi alkarim.